Serikali ya awamu ya sita ikiongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan imekuwa na mchango mkubwa wa kuleta maendeleo na kuweka vipaumbele katika sekta ya barabara katika mkoa wetu. Tangu serikali hii ingie madarakani, tumeshuhudia namna ambavyo mkoa wetu unavyonufaika katika sekta ya barabara. Hii ni kwa sababu serikali imekuwa ikijitahidi kutenga fedha za kutosha katika sekta hii, na katika kipindi cha miaka minne mfululizo kuanzia 2021, 2022 na 2024, 2025, serikali imekwisha kutoa jumla ya shilingi bilioni 179.2 kwa ajili ya matengenezo na ukarabati wa barabara mkoani Ruvuma. Kwa fedha hizo bilioni 76.09 zilitolewa kwa TANROADS Ruvuma na shilingi zaidi ya bilioni 103 zilitolewa kwa TARURA Ruvuma. Hivyo basi ni wajibu wetu kuendelea kushukuru na kuipongeza serikali. Kiasi hiki cha fedha nilichokisema ni kikubwa kwa kutuwezesha kufanikisha utekelezaji wa mipango na maendeleo katika sekta ya barabara ndani ya mkoa wetu. Niwashukuru pia kwa aina ya kipekee TARURA na TANROADS kwa kazi kubwa walioifanya mwaka jana, wakati ambapo nchi iliingia kwenye changamoto ya mvua zilizoharibu miundombinu ya barabara, madaraja, makarabati katika nchi nzima, lakini ndani ya mkoa wetu pia tukiwa tumeguswa. Waliifanya kazi ile kwa umakini na weledi mkubwa, hali ambayo haikukwamisha shughuli za kimaendeleo, usafiri na usafirishaji ndani ya mkoa wetu. Napenda pia niongelee swala la utunzaji wa barabara zetu na nizielekeze mamlaka zinazohusika zikiwemo halmashauri zihakikishe zinasimamia matumizi bora ya barabara, mojawapo likiwa ni kuhakikisha magari ya mizigo yakiwemo magari ya makaa ya mawe kutokushusha au kupakia kwenye sehemu za hifadhi ya barabara ili kuzifanya barabara zetu ziendelee kudumu kwa muda mrefu. TANROADS ndio husika wakuu katika eneo hili, hivyo hakikisheni mnasimamia sheria namba 13 ya mwaka 2007 kwa usimamizi na ulinzi wa hifadhi ya barabara kwa maana ya road reserve.